Hii ni sehemu ya 15 ya msimu huu wa kwanza wa Novemba 11 iliyoandikwa na mtunzi Patrick CK. Sehemu iliyopita, kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo wakati bado tukiwa hatujui ni wapi alikopotelea Matayo Mulumbi, na huku wakina Papi Gosugosu wakiendelea tu kupiga hatua katika misheni yao ya kumsaka Novemba 11, ghafla tunaona Rais Dickson Mazwalo amekata tamaa na sasa amekubali kumtengua waziri mkuu na baraza lote la mawaziri. Licha ya kwamba sababu sisi tunaijua ya kuogopa kusambazwa kwa picha za utupu za binti yake Sabina, lakini hiyo ilikuwa imebaki kuwa siri kubwa sana. Hakuna mtu hata mmoja ambaye alikuwa anajua zaidi yake Mheshimiwa Rais, mke wake Dr. Frola pamoja na binti yake Sabina. Sisi tuanzie hapa kwanza, ambapo akina Papi Gosugosu wanaendelea kumfuatilia mwanamama Shonda. Mimi naitwa Felix Mwenda na hii ni sehemu ya mwisho kabisa katika msimu huu wa kwanza wa Novemba 11. Msimu wa pili utafuata baada ya sehemu hii. Tukielekea tena upande wa pili, ambako akina Papi Gosugosu walikuwa wanamfuatilia Shonda. Mara baada ya kutoka pale Mawenzi VIP Club, Shonda alielekea moja kwa moja hadi maeneo ya Block 64, ambako taratibu gari ilitoka nje ya barabara na kisha kusimama. Vipi tena, mbona anasimama? Gedati alikuwa anauliza pale swali. Ama atakuwa amegundua kwamba anafuatiliwa nini? Hapana Gosugosu, kwa sababu nimetumia mbinu ya hali ya juu kabisa kumfuatilia. Hawezi kugundua kwamba alikuwa anafuatiliwa. Inawezekana kwamba labda kuna sababu nyingine. Tufanyaje sasa? Gosugosu alikuwa anauliza pale swali. Hapana, sisi hatutaweza kabisa kusimama ghafla kama hivi, kwa sababu kama tutafanya hivyo atahisi kitu. Tutalipita gari lake na kwenda kusimama kule mbele kabisa, na kisha tutafuatilia kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Alikuwa anazungumza pale Gedati. Ni kweli kabisa, walilipita gari la Shonda na huko jicho la Gosugosu lilikuwa makini kutazama kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Mara tu alipopita, mlango wa gari upande wa dereva ulifunguliwa. Akashuka jamaa mmoja ambaye alikuwa amevalia suti nadhifu kabisa. Naona dereva ameshuka pale. Gosugosu alikuwa anazungumza vile. Gedati alipunguza mwendo wa gari na kisha akalitoa barabarani. Wote waligeuka kutazama kile ambacho kilikuwa kinaendelea nyuma yao. Dereva wa gari la Shonda alivuka barabara na kuelekea upande wa pili, ambako kulikuwa na duka la dawa na lilikuwa limeandikwa Laura Pharmacy. Gedati, hii ndio nafasi yetu sasa. Tuitumie hii nafasi kumchukua Shonda kabla dereva wake hajarejea kwenye gari. Mimi nitakwenda kumchukua, wewe utabaki kwenye gari. Nitaingia na kisha kuliondoa lile gari. Wewe utakuwa unanifuata nyuma mpaka kule mbele kabisa. Tutamchukua Shonda na kisha kumuingiza kwenye gari letu. Lakini sasa Gosugosu, una uhakika kwamba Shonda atakuwa amebaki peke yake kwenye gari? Hana walinzi wowote pengine? Kwa sababu hofu yangu ni kutokuzua tukio katika maeneo haya. Kuna kituo cha polisi pale tu mbele. Alikuwa anazungumza pale Gedati. Itajulikana huko bwana. Kama atakuwa na walinzi basi nitawakabili tu. Hatuwezi kabisa kuipoteza nafasi ya dimu kama hii. Alikuwa anazungumza pale Papi Gosugosu. Kwa haraka alitoa gloves na kisha kuvaa mikononi mwake. Akachukua kofia na kisha kuvaa kichwani. Alafu akachukua bastora na kuichomeka kiunoni. Akashuka kwenye gari na kisha kuanza kupiga hatua ndefu kuelekea katika gari la Shonda, na huku alikuwa makini sana kumfuatilia huyu dereva ambaye alikuwa amevuka katika upande wa pili wa barabara. Ama kuna mtu yoyote ambaye alikuwa anamfuatilia? Hakuna hata mtu ambaye alikuwa anamtilia mashaka yoyote yale bwana Gosugosu. Kila mtu maeneo haya alikuwa anaendelea tu na shughuli zake kama kawaida. Gosugosu akalifikia gari la Shonda bila hofu yoyote, akakishika kitasa cha mlango wa dereva na kisha kufungua mlango na kujitoa ndani. Kilikuwa ni kitendo cha haraka sana, na mara tu alipoingia kwenye gari, kitu cha kwanza kabisa ambacho alikifanya
Ilikuwa ni kutizama ndani ya gari kulikuwa na watu wangapi. Aliona kwamba alikuwepo mwanamama Shonda peke yake. Nyanyua mikono yako juu na usipige kabisa kelele wala kujaribu kufanya kitu chochote kile, kwa sababu nitafumua ubongo wako kwa risasi. Alikuwa anazungumza pale Papi Gosugosu, na huku alikuwa amemwelekezea Shonda bastora. Yule mwanamama hakuamini kabisa hiki ambacho kilikuwa kinatokea. Akajikuta alikuwa anatetemeka. Gosugosu aliwasha gari na kisha kuanza kuendesha kwa mkono mmoja, na huku mkono wake mwingine ulikuwa na bastora ambayo alikuwa ameielekeza kwa Shonda. Taratibu gari iliingia barabarani na safari ilikuwa inaendelea. Ni kama tu vile ambavyo walikuwa wamekubaliana. Ni kweli kabisa, Gedati mara baada ya kuliona gari la Shonda lilikuwa limeingia barabarani, na yeye akaingiza gari barabarani kuwafuata nyuma. Wewe ni nani? Shonda alikuwa anajaribu kuuliza pale maswali kwa sauti yake ambayo ilikuwa inatetemeka. Funga bakuli lako. Gosugosu alikuwa anafoka vile. Shonda hakuamini kabisa kama leo eti alikuwa ametekwa. Hakuwa na lolote ambalo anaweza kufanya. Alikuwa anaogopa sana kusema kweli kabisa mwanamke huyu. Lakini mimi nina pesa nyingi sana kijana. Naweza nikakupatia pesa ama hata gari yoyote ambayo unataka. Tafadhali sana na kuomba uniache niende zangu. Kaa kimya nimesema. Gosugosu alikuwa anafoka vile. Umbali wa mita kama 500 Papi Gosugosu akalitoa gari nje ya barabara. Gedati ambaye alikuwa anawafuatilia kwa nyuma alisimamisha gari mbele ya gari la Shonda. Gosugosu alishuka haraka na kisha kufungua mlango wa kati. Akachukua mkoba wa Shonda pamoja na simu na kisha akamwamuru ashuke na akamuongoza kuelekea kwenye gari lao. Kilikuwa ni kitendo cha muda mfupi sana. Ni wapi ambapo unanipeleka? Alikuwa anauliza pale swali Shonda baada ya mlango wa gari kufungwa na gari kuanza kuondoka. Gosugosu hakumjibu kitu. Akachukua kitambaa na kisha kumfunga usoni ili kusudi asiweze kabisa kuona mahali ambako alikuwa anaelekea. Zima na simu yake. Gedati alikuwa anazungumza vile. Gosugosu ni kweli kabisa alichukua simu ya Shonda na kisha kuizima. Dereva wa Shonda ambaye alikuwa ametumwa kwenda kununua dawa pharmacy huku nyuma, sasa ndio alikuwa anatoka dukani, akavuka barabara kurejea upande wa pili wa barabara, lakini sasa alishtuka sana kutokuliona gari. Alichanganyikiwa ghafla. Simu yake alikuwa ameiacha ndani ya gari, na pale pale alipata wazo la haraka na akavuka barabara tena kurejea kwenye duka la dawa. Akaomba simu na kisha kupiga namba ya Shonda, lakini sasa simu yake haikuwa inapatikana. Alipiga simu yake, aliona ilikuwa naita. Alizidi kuchanganyikiwa. Akapata wazo jingine la kumpigia Nabii Elisha, mume wa Shonda. Halo. Ilikuwa anazungumza pale sauti ya upande wa pili wa simu baada ya simu hiyo kupokelewa. Halo baba, ni mimi Anthony. Anthony, vipi, habari yako? Nzuri baba, samahani kwa kukusumbua. Nimekupigia simu nikuulize kama umewasiliana na mama muda mfupi uliopita. Kwani wewe hauko naye Anthony au? Nilikuwa naye baba. Tulikuwa njiani kurejea nyumbani. Alihisi kichwa kinamuuma akanituma nikamnunulie dawa za kutuliza maumivu pharmacy. Nikasimamisha gari barabarani na kisha kuelekea dukani. Lakini sasa mara baada ya kutoka dukani sijalikuta gari mahali ambapo nilikuwa nimeliacha. Na nimepiga simu yake naona haipatikani. Sijakuelewa Anthony kile ambacho anazungumza. Hebu nieleweshe vizuri kwanza. Alikuwa anazungumza pale huyo Nabii Elisha Masuke. Anthony alianza tena kumwelewesha kile ambacho kilikuwa kimetokea. Sawa, nimekuelewa. Subiri kidogo. Alikuwa anazungumza pale Nabii Elisha na kisha kufungua program fulani kwenye simu yake. Akaitazama na kisha akairejesha simu sikioni. Anthony, gari la mama liko katika barabara hiyo hiyo. Kutoka hapo duka la dawa tembea mita kama 500 tu utalikuta. Inawezekana aliamua kusogea mbele zaidi kukusubiria. Sawa, nashukuru sana baba. Alikuwa anazungumza pale Anthony na kisha kurejesha simu kwa muuzaji pale dukani na akatoka na kuanza kukimbia kuelekea uelekeo ambao alikuwa ameelekezwa na Nabii Elisha.
kwa nini sasa mama akaamua kuondoka kimya kimya bila hata kunisubiria? Na mbona mahali ambako nilikuwa nimeegesha gari hapakuwa ni sehemu ya hatari? Alikuwa anajiuliza vile tu maswali bwana Anthony, na huku alikuwa anakimbia. Ni kama tu ambavyo alikuwa ameambiwa na Nabii Elisha. Ni kweli kabisa, alilikuta gari la Shonda lilikuwa limeegeshwa kando tu ya barabara. Alishusha pumzi ndefu na kisha kufungua mlango. Lakini sasa alishangaa sana baada ya kukuta gari lilikuwa tupu. Shonda hakuwemo kabisa kwenye gari. Mama atakuwa wapi sasa? Alikuwa anajiuliza vile tu maswali bwana Anthony. Wakati huu amesimama nje ya gari. Alitazama kila upande kama angeweza kumuona Shonda, lakini hakumuona mtu yoyote ule. Simu yake ilikuwepo kwenye gari. Akaichukua na kisha kumpigia Shonda, lakini simu yake bado haikuwa inapatikana. Akampigia tena Nabii Elisha Masuke. Halo Anthony, vipi, umefanikiwa kumpata mama? Baba, nimelikuta gari lake tu, lakini mama hayumo. Hayumo? Ndiyo baba, simu yake bado haipatikani pia. Vifaa vyake, mkoba na pochi havipo pia. Ni kitu gani kimetokea Anthony? Ameelekea wapi? Na ni kwa nini aondoke kimya kimya bila kuwa na taarifa? Nabii Elisha alikuwa anauliza pale maswali mfululizo kutokea huko upande wa pili wa simu. Kusema kweli kabisa baba, hakuna chochote ambacho nafahamu. Ni kama nilivyokueleza mwanzo tu kwamba mimi alinituma dukani kumchukulia dawa, na niliporejea kwenye gari, na niliporejea nikaona gari halipo mahali ambapo nilikuwa nimeliacha. Basi inawezekana kwamba kuna sehemu atakuwa ameelekea kwa dharura. Msubiri hapo hapo kwa nusu saa, pengine anaweza karejea. Na kama atakuwa hajarejea kwa huo muda, ndipo sasa tutaanza kuwa na hofu na tutajua ni wapi pa kuanzia kumtafuta. Sawa sawa? Sawa baba. Alikuwa anazungumza pale Anthony na kisha simu ilikatwa. Tukielekea tena upande wa pili, tuje kwanza hapa katika ofisi za DUU, Deep Undercover Unit, ambapo sote tunajua wazi kabisa kwamba hapa ndipo yalikuwa ni makao makuu ya kina Papi Gosugosu kwa sasa. Wamesharejea tayari. Alikuwa anazungumza vile Martin mara baada ya kuliona gari la kina Papi Gosugosu katika kamera. Akafungua geti na gari likaingia. Milango ya gari ilifunguliwa. Wakashuka Papi Gosugosu pamoja na Gedati. Hawakuwa peke yao. Walikuwa na mwanamke ambaye alikuwa amefungwa kitambaa usoni. Gosugosu alimshika mkono huyo mwanamke na kisha kumuongoza kuelekea ndani mpaka katika chumba maalum cha mahojiano. Akamkalisha kwenye kiti na kisha kumfunga pingo mikononi na akamwasha humo. Yeye akatoka na kuelekea ofisini. Kazi nzuri sana guys. Vipi lakini hakukuwa na tatizo lolote wakati wa kumchukua Shonda? Martin alikuwa anauliza pale swali. Hapana, hakukuwa na tatizo. Tulipata nafasi moja tu na kisha tukaitumia. Alikuwa anazungumza pale Papi Gosugosu na kisha kueleza kila kitu vile ambavyo kiruka kimekwenda mpaka wakafanikiwa kumpata Shonda. Ruby, vipi, waliwasiliana na mkurugenzi Romano? Ndio Gosugosu, nimewasiliana naye. Hata yeye pia anasema kwamba haelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea. Hakuna mtu yoyote ambaye anajua ni kwa nini rais ameamua kubadilika ghafla na hatimaye kutekeleza maelekezo ya Novemba 11. Basi ni lazima tu kwamba kuna sababu iliyopelekea rais kufanya hiki ambacho amefanya. Jamani, sasa sisi tuachane na haya mambo ya rais. Tuendelee tuna misheni yetu ya kumsaka Novemba 11 pamoja na wote waliohusika katika shambulio la Novemba 11 mwaka jana. Hata kama rais amefanya makubaliano na huyo jamaa, bado sisi tunaendelea kumsaka na kuhakikisha kwamba tunamfikisha sehemu husika, yeye pamoja na mtandao wake wote pia. Alikuwa anazungumza pale Papi Gosugosu. Ni kweli kabisa Gosugosu, kama ambavyo wanasema. Hata mkurugenzi Romano ameshauri hivyo pia, na amesema kwamba wakati wote atakuwa katika upande wetu. Alikuwa anazungumza pale Ruby. Lakini hatupaswi kuamini sana hawa viongozi wa serikali.
kwa sababu kwanza bado wana kesi ya kujibu kuhusu Matayo Mulumbi ni wapi wamempeleka. Na tutakapomaliza misheni hii, kama Matayo atakuwa bado hajarejea, basi wataingia katika mgogoro mkubwa sana na sisi. Waombe tu Matayo apatikane kabla misheni hii haijamalizika. Sasa turejee kazini. Tayari tumeshafanikiwa kumpata Shonda, na kwa mujibu wa Sirilo anasema kwamba huyu mwanamke ndio aliyompatia ile bahasha na kuelekeza ifikishwe kwa IGP Manuma. Alikuwa anazungumzia vile gosu. Lakini pia hapa jamani, mimi kuna kitu ambacho najiuliza. Kama Shonda ni mwanachama wa Mawenzi VIP Club, ni kwa nini sasa asingempatia IGP Manuma ile barua yeye mwenyewe mpaka ikapita kwa Sirilo na kisha kwa Peter ndipo imfikia IGP Manuma? Alikuwa anauliza vile swali Robi. Barua ile inaonyesha kwamba haikutoka kwa Shonda. Alikuwa anazungumza vile Maritini yuko sahihi. Ile barua sisi tuliipata na kisha kuisoma. Ile andikwa maneno machache tu: mkuu, achana na mke wangu. Kwa sasa hiyo inaonyesha wazi kabisa kwamba aliyetuma ile barua ni mwanaume na sio Shonda. Alikuwa anazungumzia vile gosu. Lakini sasa jamani, kwa sababu Shonda tuko naye hapa, basi naamini kabisa kwamba tutafahamu kila kitu. Tukiachana na hilo la barua, tunataka pia kujua kile ambacho kinampeleka klabuni pale na kukaa mpaka usiku, wakati yeye ni mke wa kiongozi mkubwa tu wa dini. Kwa sababu pale kwenye ile klabu amekutana na watu wanaojishughulisha na biashara ya dawa za kulevya. Je, na yeye pia anafanya biashara kama hiyo? Kwa hivyo haya yote ni lazima tueleze leo. Lakini pia swali hapa linakuja, je, mume wake hajui kama mke wake huwa anakwenda katika klabu ya usiku na anakaa mpaka usiku? Labda pengine kuna biashara ambayo huyu mama huwa anaifanya pale Mawenzi. Na kama ndio hivyo, je, mume wake anaijua hiyo biashara ambayo mke wake anaifanya na ameridhia pia? Gerati alikuwa anauliza vile maswali. Katika hali ya kawaida sio rahisi kwa mtumishi wa Mungu kumruhusu mke wake kuingia sehemu kama ile ambako kunafanyika uchafu mwingi sana. Kwa hivyo lazima atakuwa anajua kile ambacho mke wake anakwenda kufanya mle klabuni na ameridhia kabisa hicho kifanyike. Kuna biashara nyingi sana chafu zinafanyika kwenye klabu ile. Viongozi wa serikali pale ndio sehemu yao ya kupangia mipango yao michafu ya kuiba pesa za umma. Wafanya biashara wengine wakubwa pale ndio sehemu yao ya kukutana na kuzungumzia biashara zao. Hapa kuna kompyuta ya Shonda. Ruby utaipitia kujua kilichomo ndani ni kitu gani, lakini pia tuko na simu yake. Vipi kuhusu zoezi la kutafuta majina ya watu maarufu waliofariki katika shambulio la Novemba 11? Mmefikia wapi? Alikuwa anauliza vile swali Papi Gosu. Zoezi lile naweza kusema kwamba limekamilika tayari Gosu. Lilikuwa ni zoezi gumu kidogo kwa sababu watu waliofariki walikuwa ni wengi sana. Lakini tumepata majina 156 ya watu ambao tunadhani kwamba wanaweza kuwa ni walengwa wa lile shambulio. Na hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili tutafanya mchujo tena. Tutayapitia majina yote na kuendelea kuchuja mpaka tubaki na majina machache kama 10 ama hata 20 hivi. Alikuwa anazungumza vile Ruby. Basi sawa. Nafikiri kwamba jamani sasa hakuna kupoteza muda. Mara moja Shonda aanze kuhojiwa na aeleze kila kitu ambacho anajua. Alikuwa anazungumza vile Papi Gosu na kisha walielekea kwenye chumba ambacho Shonda alikuwa amewekwa. Ruby peke yake ndio alikuwa amebaki ofisini. Shonda alitolewa kitambaa ambacho alikuwa amefungwa usoni. Akajikuta alikuwa anatazamana na watu watatu ambao hakuwa kabisa anaojua. Akazidi kutetemeka. Relax Shonda. Sisi hatuko hapa kwa ajili ya kukudhuru. Tumekuleta hapa kwa ajili ya mazungumzo ya kawaida tu. Alikuwa anazungumza vile Papi Gosu. Ninyi ni akina nani? Na mmelifahamu vipi jina langu? Tunakufahamu Shonda. Majina yako kamili unaitwa Christina Jackson. Umri wako ni miaka 42.
kazi yako ni mfanya biashara na unamiliki kampuni inaitwa CJ Beauty ambayo inajihusisha na masuala ya urembo. Lakini pia kampuni yako nyingine inajihusisha na kuagiza na kusafirisha mizigo nje ya nchi. Unamiliki jengo kubwa la biashara ambalo linaitwa CJ Shopping Center pamoja na duka kubwa tu linaitwa CJ Supermarket. Ulifunga ndoa miaka 8 iliyopita na mtumishi wa Mungu Nabii Elisha Masuke. Na hayo naweza kusema kwamba ni machache tu kuonyesha kwamba tunakujua vizuri Shonda. Na nyinyi ni akina nani? Ni polisi au? Usijali kabisa Shonda, utajua vizuri tu sisi ni akina nani muda sio mrefu. Lakini kwa sasa tuna mambo machache tu ambayo tunahitaji kuzungumza. Ni kitu gani ambacho mnahitaji kutokea kwangu? Tuanzie katika kampuni yako Bwana Shonda ya kuagiza na kusafirisha mizigo nje ya nchi. Ni mizigo gani huwa unaagiza na kuisafirisha? Mmesema kwamba mnanifahamu mimi na kila kitu ambacho nakifanya. Basi naamini kwamba mnafahamu pia hadi kazi zangu ambazo zinafanywa na hiyo kampuni yangu. Tunakuheshimu sana mama. Na ndio maana tunazungumza na wewe kwa namna ya upole kabisa, namna kama hii. Tafadhali sana, usitulazimishe tukabadilika. Alikuwa anazungumza vile gosu. Samahani. Kampuni yangu inajishughulisha na kuagiza bidhaa mbalimbali kutoka nje ya nchi. Tuna mawakala wetu katika nchi mbalimbali ambao huwa wanasaidia kupata bidhaa hizo na kisha tunazisafirisha mpaka kwa wateja wetu. Hatuna bidhaa maalum ya kuagiza ama kusafirisha, lakini tumejikita zaidi katika magari. Kwenda nje ya nchi tunapeleka sana bidhaa za kitamaduni. Unaweza kutuambia ni namna gani mizigo huwafikia wateja wenu mara baada ya kufika hapa nchini? Huwa tunawatumia wasambazaji wetu ambao huisambaza hiyo mizigo kwa wateja mara tu inapofika hapa nchini. Kuna mtu anaitwa Peter Masulo, unamfahamu? Peter Masulo? Ndio, unamfahamu? Hapana, kusema kweli kabisa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kabisa nasikia hilo jina. Una uhakika kwamba humfahamu Peter Masulo? Ni kweli kabisa simfahamu. Ni nani kwani huyo mtu? Mlete hapa Peter. Alikuwa anazungumza vile papi gosu kumwelekezea Gedati ambaye alitoka na kisha kwenda kumleta bwana Peter. Ni nani kwani huyo Peter? Subiri tu utamwona. Alikuwa anajibu vile papi gosu. Mlango ulifunguliwa. Gedati aliingia na huku alikuwa ameongozana pamoja na Peter. Peter, unamfahamu huyo mama hapa? Alikuwa anauliza vile swali papi gosu. Peter alimtazama Shonda na kujibu. Kusema kweli kabisa blaza, simfahamu. Hujawahi kabisa kumwona sehemu yoyote ile? Hapana, sijawahi kabisa kumwona. Shonda, huyu hapa ndio Peter. Unamfahamu? Sasa kama yeye anasema kwamba hanifahamu, mimi nitamfahamu vipi? Huyu anafanya kazi katika kampuni yako. Anasambaza mizigo kwa wateja mbalimbali. Simfahamu kabisa. Mimi wasishughuliki kabisa na hawa watu wadogo. Kuna watu ambao wanasimamia wasambazaji na sio mimi. Na vipi kuhusu mtu anaitwa Sirilo Mwalela? Unafahamu? Nani? Shonda alikuwa anauliza vile swali akionyesha mshtuko wa wazi kabisa. Sirilo Mwalela? Simfahamu kabisa huyo mtu. Una uhakika na hicho ambacho unajibu Shonda? Ndio, simfahamu kabisa huyo mtu. Kama na yeye pia anafanya kazi katika kampuni yangu, basi ni wale watu wa chini sana ambao mimi kama nilivyosema tu kwamba huwa sishughuliki nao. Una uhakika kwamba Sirilo Mwalela humfahamu? Simjui kabisa. Ndio, na kama ningekuwa namjua basi ningekuwa nimeshakueleza. Sawa. Alikuwa anazungumza vile papi gosu na kisha kumfunga Shonda kitambaa usoni. Pingu zikafunguliwa. Akamshika mkono na kisha kumtoa mle ndani
akampeleka katika chumba ambacho alikuwemo Sirilo na kisha akamfungwa kile kitambaa machoni. Mshtuko aliopata Shonda mara baada ya kumuona Sirilo pale ulikuwa ni mkubwa. Ni wazi kabisa kwamba hakutegemea kabisa kama angemuona Sirilo mahali pale. Chumba bado kilikuwa kimetapakaliwa na damu tu, na hali ile ilimwogopesha mno mwanamke huyu. Habari yako bwana Sirilo, tumekuletea mgeni. Unamfahamu huyu mama hapa? Gosugosu alikuwa anamuuliza pale swali Sirilo. Sirilo pamoja na Shonda walitazamana. Tafadhali sana bwana Sirilo, usitake lile zoezi letu likaanza kurejea tena upya. Sema ukweli, unamfahamu huyu mama hapa? Ndio namfahamu. Ni nani? Huyu ni bosi wangu, anaitwa Shonda. Muongo, muongo wewe. Shonda alikuwa anafoka vile, lakini pale pale akajikuta alikuwa amelamba sakafu baada ya kupigwa kofi zito la kilo 150 na Papi Gosugosu. Nilikuonya toka mwanzo kabisa kwamba uwe makini. Utazungumza pale ambapo utapewa nafasi ya kufanya hivyo, na sio vinginevyo. Alikuwa anafoka vile Gosugosu. Sirilo, endelea kuzungumza. Ni kweli kabisa blaza, huyu ni bosi wangu ambaye namfahamu kwa jina moja tu la Shonda. Huyo ndiye alinipatia kazi ambayo mimi naifanya sasa. Maelekezo yote kuhusiana na mizigo mbalimbali ya wateja huwa yanatoka kwake. Nashukuru sana Sirilo. Alikuwa anazungumza vile Papi Gosugosu na kisha kumfunga Shonda kitambaa machoni na akamrejesha tena katika chumba cha mahojiano ambacho alikuwa amemtoa, akamfungwa kile kitambaa usoni. Na mara baada ya kumfikisha huko akamfungwa kile kitambaa usoni. Shonda, nataka nikueleze wazi kabisa kwamba utajikuta upo katika wakati mgumu sana kama tu hautakuwa tayari kueleza ukweli. Na labda nikuweke wazi mapema kabisa kwamba kama hautakuwa tayari kutoa ushirikiano, inawezekana usitoke kabisa hapa ukiwa salama. Alikuwa anazungumza vile Papi Gosugosu na kisha kumtazama Shonda kwa muda. Narudia tena kukuuliza swali lile lile la mwanzo. Je, unamfahamu Sirilo Mwalela? Yule jamaa nimemkumbuka. Ninamfahamu kwa jina jingine, sio hilo ambalo umetaja. Anafanya kazi katika kampuni yako, sio? Ndiyo. Sasa kuna mambo mengi sana ambayo tunahitaji kujua kuhusu wewe pamoja na kampuni yako pia. Lakini kwanza tuanze na kile muhimu zaidi kwetu. Alikuwa anazungumza pale Papi Gosugosu na kisha kukaa kimya kwa muda, na huku alikuwa anaendelea kumtazama mama Shonda. Unafahamu mkuu wa jeshi la polisi aliyefariki katika shambulio la Novemba 11 mwaka jana? Anaitwa Mzee Manuma. Manuma? Ndio. Unafahamu? Ndio namfahamu. Ulikuwa na mahusiano na hiyo yote akiwa rafiki? Hapana. Alikuwa na mwanachama pia wa Mawenzi VIP Club. Hamjawahi kuonana pale kwa sababu na wewe ni mwanachama pia? Hapana. Kijana niliyekutambulisha mwanzo kwamba anaitwa Peter alishawahi kutuma kupeleka barua kwa IGP Manuma. Barua hiyo ilikuwa ni katika kazi zake za kawaida tu za usemazaji. Mara baada ya kumhoji Sirilo, alikiri kwamba barua hiyo ilitokea kwako wewe, na wewe ndiye ulielekeza barua hiyo ipelekwe kwa IGP Manuma. Sasa nataka kujua barua hiyo ilitoka kwa nani? Barua hiyo tunayo, na tunajua ni kitu gani ambacho kiliandikwa ndani, na tuna uhakika wa 100% kwamba sio wewe uliandika hiyo barua. Na ndio maana tunataka kujua, je, barua hiyo ilitoka kwa nani? Alikuwa anauliza vile tu maswali bwana Papi Gosugosu. Shonda alifikiria kidogo na kisha akajibu. Kusema kweli kabisa, mimi sifahamu chochote kuhusu hiyo barua. Sijawahi kutuma barua yoyote kwa IGP Manuma. Kampuni yangu sio posta na haisambazi kabisa barua. Inasambaza mizigo mikubwa.
kama yule jamaa aliyoambia kwamba mimi ndio ambaye nilimpatia barua hiyo ampelekea IGP Manuma, basi atakuwa amewadanganya. Shonda, narudia tena kukukumbusha kwamba ukweli ndio utakao kusaidia. Ni kweli kabisa mimi sifahamu chochote kuhusu hiyo barua. Siwezi kukuamini. Alikuwa anazungumza vile Papi Gosugosu kwa kukatiza, akachomwa bastora na kisha kuachia risasi 2 ambazo zilimpunywa masikio yake. Shonda alitetemeka sana kwa sababu ilikuwa ni ghafla tu binivu. Sasa hiyo anakuonyesha tu kwamba mahali hapa sio sehemu ya kufanyia mchezo. Kama ukitaka kutoa taarifa za kweli, basi hatutakuwa na shida kabisa na wewe. Tutakumaliza mara moja na kisha tumtafute mume wako, na yeye kama hatazungumza ukweli, basi tutammaliza na maiti zenu zitaokotwa barabarani. Kwa nini tufike huko Shonda, wakati unaweza kuzungumza ukweli kabisa na mambo yakaisha? Tuambie kile ambacho tunataka sisi useme na kisha tukuache uende zako. Tafadhali sana naomba msiguse familia yangu. Ninawaambia ukweli kabisa kwamba sifahamu kitu chochote kuhusu hiyo barua. Alikuwa anajibu vile Shonda, na huku alikuwa anatetemeka. Kitendo cha kukoswa na risasi 2 kilikuwa kimeshampatia hofu kubwa sana. Sawa, narudi. Alikuwa anazungumza vile Gosugosu na kisha aliwapatia ishara wakina Gidati waelekea ofisini. Vipi jamani, mambo yameendaje huko? Alikuwa anauliza vile swali Ruby. Guys, yule mama anaonyesha wazi kabisa kwamba kuna mambo mengi sana nafahamu, lakini hayuko tayari kuzungumza. Nilimtisha kwa zile risasi 2 ili kusudi aogope na azungumze kila kitu, lakini bado tu ameendelea kuwa mgumu. Yule mama hataweza kutueleza chochote kama tutaendelea kumhoji kilaini. Basi naonyesha kwamba kuna kitu ambacho anakilinda, ambacho kina nguvu sana. Na hicho kitu basi inawezekana kwamba ni Novemba 11 mwenyewe. Alikuwa anazungumza Gidati. Na ukimtazama machoni anaonyesha wazi kabisa kwamba ni muoga, lakini mdomoni bado anadanganya. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba hayuko tayari kueleza ukweli wote ule. Yuko tayari kwa lolote ambalo linaweza kumkuta. Alikuwa anazungumza vile Martini kwa ajili tu ya kumlinda huyo mtu ambaye sisi tunamsaka. Huyu mama yuko tayari hata kufa, kwa sababu kama alikuwa tayari kuzungumza ukweli, basi pale alipokoswa na zile risasi 2 lazima tu angekuwa ameshazungumza kila kitu, lakini bado alidiriki kusema uongo. Yule mwanamke anakaa na mijitu inayofanya biashara haramu za dawa za kulevya, kama tu wale jamaa tuliomwona nao leo. Kwa hivyo huyu ni lazima tu kwamba atakuwa ni mzoefu katika mambo kama haya ya uhalifu. Anajua kabisa kwamba kwa namna yote ile hatakiwi kutoa siri ambazo zitawaweka wenzake matatani, na ndio maana yuko tayari kwa lolote. Nataka nikazungumze naye mpaka atakapozungumza bila kutumia nguvu. Naamini kabisa kwamba hawezi kuzungumza. Ni kweli kabisa Gosugosu, hatuna namna nyingine, na tusipoteze muda. Nenda mara moja kazungumze naye, lakini sasa jitahidi kujizuia kutokumuumiza sana mpaka tukashindwa kupata kitu muhimu kutokea kwake. Alikuwa anazungumza vile Martini. Walitoka na kisha kuelekea katika chumba cha vifaa ambako Papi Gosugosu alichukua vifaa ambavyo alikuwa anavihitaji, akavipeleka katika chumba cha mahojiano, akaviweka mezani na kisha kutoka akaingia katika chumba cha pili ambako alikuwepo akina Martini pamoja na Gidati. Tumtese kwanza kisaikolojia. Mara baada ya kuviona vile vifaa, tayari ameshajua kwamba hali sio shwari mahali hapa. Kinachofuata hapa anahitaji maji ya baridi sana. Alikuwa anazungumza vile Gosugosu. Gidati ni kweli kabisa alikwenda katika jokofu na kisha kuleta maji ya baridi. Papi Gosugosu aliyachukua na kisha kuingia nayo chumbani ambapo Shonda alikwemo. Bila kumsemesha alimwagia ile maji ya baridi na kisha kumfanya atetemeke mno. Ndugu zangu, mtaniumiza bure tu. Alikuwa anazungumza vile Shonda. Alikuwa anatia huruma sana.
Gosogoso hakumjali, akachukua kifaa fulani cha umeme na kisha kumfunga kwenye mkono wake, na kisha akachomeka waya katika umeme, akakiwasha kifaa kile, akaweka chaji ambayo alikuwa anahitaji. Shonda alitoa kilio kikubwa sana chaji za umeme zilipompitia. Gosogoso akazima na kisha kumfuata. Ni nani aliyekupatia ile barua umpelekee IGP Manuma? Mimi sifahamu barua yoyote ile, alikuwa anazungumza pale Shonda. Papi Gosogoso alikuwa anazidi kukasirika, akaenda kuongeza maji zaidi. Shonda alikuwa anaendelea kupiga kelele tu. Lakini we ndugu, utaniua bure tu. Mimi hakuna chochote ambacho najua, alikuwa anazungumza pale Shonda, na huku alikuwa analia baada ya Papi Gosogoso kuzima. Nani aliyekutuma umpelekee IGP Manuma barua? Hakuna mtu yoyote aliyenituma, wala sifahamu chochote kuhusu hiyo barua. Bila shaka hii haifanyi kazi Sawa, alikuwa anazungumza pale Papi Gosogoso kwa hasira, akamfungua zile nyaya na kisha kwenda kuchukua koleo ndogo. Basi wacha tuone kwanza kama ataendelea kuvumilia na haya maumivu, alikuwa anawaza pale tu Papi Gosogoso, na huku alikuwa anakamata kwa nguvu kiganja cha mkono wa Shonda, akakibana kucha kwa koleo na kisha kuibandua. Shonda alipiga kelele kubwa sana ya maumivu. Kelele hazitoweza kabisa kukusaidia Shonda. Niambie, ni nani alikutuma umpelekee barua IGP Manuma? Sina jina, alikuwa anazungumza pale Shonda. Gosogoso bila huruma alibana kucha ya pili na kisha kuibandua. Shonda alipiga kelele za maumivu, lakini pamoja na maumivu yote ambayo alikuwa anayapata, bado alikuwa anaendelea tu kusimamia msimamo wake kwamba hajui chochote kuhusu barua ambayo ilikuwa imetuma kwa IGP Manuma. Gosogoso alisimama na kisha kumtazama kwa hasira. Shonda muda huo alikuwa analia tu kwa maumivu makali. Hii sio kawaida kabisa hii, alikuwa anawaza pale Papi Gosogoso, na kisha akatoka na kuwafuata akina Martini. Jamani, huyu si mwanamke wa kawaida kabisa. Najijua kabisa kwamba mimi ni mtesaji na nimetesa watu wengi sana mpaka sasa, lakini sijawahi kabisa kuona mwanamke akivumilia mateso kama huyu mwanamke wa leo. Kwa mwanamke kuvumilia mateso ya kubanduliwa kucha mbili hafu azungumze kitu, sio kitu cha kawaida kabisa, kwa sababu ni maumivu makali sana ambayo lazima tu angekuwa ameshazungumza. Lakini bado tu yeye ameendelea kusimamia msimamo wake kwamba hakuna chochote ambacho anajua kuhusiana na mtu aliyempatia barua aipeleke kwa IGP Manuma. Huyu mwanamke inaonyesha wazi kabisa kwamba yuko tayari atakufa kuliko kuzungumza chochote kile. Nashauri tuchimbe zaidi tuweze kumjua kiundani huyu mwanamke ni nani. Na wahakikisha kabisa ndugu zangu, ni lazima tu tupate kitu ambacho tunahitaji kupata. Alikuwa anazungumza pale Papi Gosogoso. Gedati alikwenda kufunga majeraha ya Shonda ili kusudi asiendelee kumwaga damu. Gosogoso pamoja na Martini wakarejea kwenye ofisi ambako alikuwepo Ruby. Ruby, imekuwa ni ngumu sana kumfungua yule mwanamke kule. Nataka tumchimbe zaidi tuweze kumjua yeye ni nani haswa, kwa sababu inaonyesha wazi kabisa kwamba si mwanamke wa kawaida kama ambavyo anaonekana. Alikuwa anazungumza pale Gosogoso. Ruby ni kweli kabisa aliacha kazi nyingine ambazo alikuwa anaendelea nazo, na kisha alianza kuifanya kazi ambayo Papi Gosogoso alikuwa amempatia. Ilipita saa moja bila Shonda kutokea, hali iliyofanya mumewe na Bi Elisha Masuke kuingiwa na hofu kubwa kuhusu mke wake, ambaye mpaka muda huo simu yake pia haikuwa inapatikana. Alianza kuwapigia simu watu mbalimbali kumtafuta mke wake, lakini hakuna ambaye alikuwa anajua mahali alipo. Mara baada ya kuuliza kwa watu zaidi ya 15 ambao walikuwa nahisi pengine wangeweza kujua alipo mke wake na kukosa majibu, Nabii Elisha alikuwa anazidi kuingiwa na hofu zaidi. Atakuwa ameelekea wapi sasa huyu Christina?
Na ni kitu gani ambacho kitakuwa kimempata? Alikuwa anajiuliza vile tu maswali na kuzama katika tafakari nzito. Aliwaza kwa dakika chache na kisha akaichukua simu yake, akaitafuta namba fulani na kisha akapiga. Habari za muda huu mtumishi? Ilikuwa nazungumza vile sauti nzito ya mwanaume kutokea upande wa pili wa simu baada ya simu hiyo kupokelewa. Kusema kweli kabisa, habari sio nzuri askofu. Vipi tena? Nini mbaya? Christina haonekani. Christina haonekani? Toka lini tena mtumishi? Usiku huu alitoka kufunga hesabu pale klabu na akawa anarejea nyumbani. Akiwa njiani alihisi kichwa kinamuuma. Akamtaka dereva asimamishe gari na akamnunulia dawa. Dereva aliporejea kutoka duka la dawa ambalo lilikuwa katika upande wa pili tu wa barabara, hakulikuta gari la Christina. Akanipigia simu kunieleza. Nikalifuatilia gari katika system yetu, nikaliona liko sehemu fulani, nikamwelekeza aelekee hapo. Lilikuwa umbali kama wa mita 500 tu kutoka mahali ambapo alikuwa amesimama awali. Dereva ni kweli kabisa akalifuata gari, lakini hakumkuta Christina. Simu yake haipatikani kabisa mpaka sasa toka wakati huo. Nilikuwa nafikiria labda atakuwa amekwenda mahali mara moja tu na atarejea, lakini sasa naona muda unazidi kwenda tu na hatokei. Nimewapigia simu watu mbalimbali, lakini kila mtu anasema kwamba hajui ni wapi Christina yupo. Kusema kweli kabisa nimechanganyikiwa, nikaona bora tu nikupigie unisaidie. Elisha, hili tukio sio tukio la kawaida. Hapa lazima tuko na kitu. Kwanza kabisa Christina yeye huwa haendeshi kabisa gari. Amezoea kuendeshwa kila wakati. Kwa sasa inashangaza sana kama aliamua kuendesha gari na kuliondoa mahali ambapo alikuwa ameliegesha mwanzo, akimsubiria dereva amlete dawa za kutuliza maumivu ya kichwa. Na swali hapa linakuja, kama sio yeye aliondoa gari mahali pale, ni nani aliliondoa hilo gari? Na kuongeza hapo pia askofu, Christina huwa hazimi kabisa simu kwa saa 24 zote. Lakini ghafla tu usiku huu simu yake haipatikani bila kuwa na taarifa. Na ni mara ya kwanza kabisa leo simu yake haipatikani toka mimi nimeanza kumjua. Alikuwa anazungumza vile na Bi Elisha. Kwa sasa je, atakuwa ametekwa ama? Askofu, tafadhali sana usizungumze kama hivyo. Tunajaribu kutazama pande zote, lakini nabii, na kwa namna vile ambavyo alivyotoweka kuna uwezekano mkubwa kabisa kwamba atakuwa ametekwa. Na kama ni kweli kabisa Christina atakuwa ametekwa, swali ambalo linakuja hapa ni je, nani amefanya tukio hilo? Elisha, hili jambo sio dogo hata kidogo. Ni swala kubwa sana. Na dereva wake yuko wapi? Tayari amesharejea, yuko hapa nyumbani. Sawa. Ninatuma vijana wangu wanakuja hapo nyumbani sasa hivi wamhoje vizuri huyo dereva, ili kusudi tupate kujua ni nini hasa kilitokea na uchunguzi uanze mara moja. Ni lazima usiku huu wa leo Christina apatikane. Sawa askofu. Alikuwa anazungumza vile na Bi Elisha na kisha kukata simu. Swali ambalo tunajiuliza hapa mimi na wewe msikilizaji, huyu mtumishi wa Mungu Nabii Elisha Masuke alikuwa anazungumza na askofu gani? Je, ni yule askofu ambaye sisi tunajua vizuri kabisa kwamba ni muuzaji nguli wa dawa za kulevya nchini? Ama alikuwa ni askofu gani? Na kama alikuwa ndio huyo, inamaanisha kwamba pia akina Nabii Elisha na mke wake Shonda nao pia walikuwa ni wauzaji wa dawa za kulevya? Yote tutayapata kadri vile ambavyo tunazidi kusikiliza simulizi yetu inaitwa Novemba 11. Tukirejea tena kule upande wa pili kwa kina Papi Gosugosu, ilikuwa ni lisali moja lenye heka kubwa sana kwa Ruby kupekua huko na kule kutafuta taarifa za Shonda. Aliwafuata wakina Papi Gosugosu ambao walikuwa katika chumba cha mapumziko wakiendelea tu kujadiliana.
Jamani, kuna mambo tayari nimeshayapata. Alikuwa anazungumza vile Ruby, na pale pale wote walielekea katika ofisi kujua kile ambacho Ruby alikuwa amepata. Ni kama nilivyowaambia mwanzo tu kwamba Shonda jina lake kamili anaitwa Christina Jackson Nkungu. Baba yake anaitwa Jackson Nkungu na mama yake mzazi anaitwa Isabella Malesi. Wazazi wake wote wako hai, wanaishi mkoani Iringa ambako wanajishughulisha na kilimo na ufugaji. Christina ni ndugu wa karibu kabisa na Dr. Florentina Mazwalo, mke wa Rais Dickson Mazwalo. Unasema kwamba Shonda ni ndugu kabisa na mke wa Rais Dickson Mazwalo? Gosugosu alikuwa anauliza pale swali akionekana kushangaa. Ndiyo Gosugosu. Katika familia yao walizaliwa watoto 7, wote ni wa kike. 3 walishafariki na 4 wako hai. Christina ndiye aliyemfuata Dr. Flora katika kuzaliwa. Sikuwa nalijua kabisa ile, kusema kweli. Alikuwa anazungumza vile Maritini. Hata mimi ndio nalijua sasa mara baada ya kuchimba kwa kina namna kama hii. Na taarifa zinasema kwamba mara baada ya kuhitimu shahada ya kwanza katika chuo cha biashara hapa Dar es Salaam, Shonda ama Christina aliondoka nchini kuelekea nchini Marekani kuendelea na masomo. Ninao marafiki zangu kule nchini Marekani katika idara muhimu kabisa ambao wamenisaidia sana kupata taarifa zake wakati yuko nchini humo. Na taarifa zinaonyesha kwamba Shonda alishawahi kunusurika kuuawa, na ilikuwa ni katika shambulio lililodaiwa kwamba kufanywa na genge la wauzaji wa dawa za kulevya. Inasemekana kwamba Shonda alikuwa ndani ya gari na mtu ambaye anaitwa Antonio Cortez, ambaye inasemekana kwamba alikuwa anajihusisha na biashara ya dawa za kulevya katika chuo ambacho alikuwa anasoma. Antonio pamoja na watu wengine 2 waliokuwa ndani ya gari wote waliuawa. Shonda peke yake ndiye ambaye alinusurika katika hilo shambulio. Na inasemekana kwamba baada ya kumaliza masomo yake huko nchini Marekani, hakurejea huko Tanzania. Alibaki nchini Marekani na haijulikani kabisa alikuwa anafanya kitu gani katika muda huo. Taarifa zinaonyesha kwamba alikuwa anafanya safari nyingi katika nchi za Mexico, Peru, Ecuador, Brazil na kadhalika. Alirejea nchini Tanzania baada ya Rais Dickson Mazwaro kuingia madarakani. Inaonyesha kwamba alirejea Tanzania baada ya kujua kwamba dada yake ana nafasi kama mke wa rais. Maritini alikuwa anaongeza kuzungumza vile. Lakini pia mwaka huo huo ndio alifunga ndoa na Nabii Elisha Masuke, ambaye taarifa zake zinaonyesha kabla ya kuja nchini Tanzania alikuwa huko South Africa na alishawahi kufungwa miaka 2 kwa mashtaka ya kutakatisha pesa, na alipotoka alihamia nchini Tanzania akakutana na Shonda, ndipo akafunga ndoa. Mpaka sasa hawajabahatika kabisa kupata hata mtoto mmoja. Hayo ndiyo niliyobahatika kuyapata kwa muda huu mfupi jamani. Kama hayatakuwa na msaada, basi nitaendelea kuchimba zaidi. Alikuwa anazungumza vile Ruby. Asante sana Ruby kwa taarifa hii fupi. Na kusema ukweli kabisa, imetupatia picha kwamba Shonda tayari alianza kujihusisha na wauzaji wa dawa za kulevya tangu akiwa nchini Marekani. Na tumeambiwa hapa kwamba alikuwa na mahusiano na mtu ambaye alikuwa anajihusisha na biashara hii ya dawa za kulevya. Lakini pia tumeona kwamba akiwa huko nchini Marekani alikuwa na safari nyingi sana katika nchi ambazo zinatajwa kwamba zina mtandao mkubwa sana wa hii biashara ya dawa za kulevya. Usiku wa leo pia tumemshuhudia akiwa na mtu ambaye anatajwa kwamba ni mfanyabiashara mkubwa tu wa dawa za kulevya hapa nchini Tanzania. Kwa kujua hayo yote, haina shaka kabisa kwamba Shonda na yeye anajishughulisha na biashara hii ya dawa za kulevya. Alikuwa anazungumza bila Maritini. Hilo hata mimi nalikubali kwa 100%. Lakini sasa najiuliza swali kwamba ni kwa nini alirejea nchini Tanzania mara tu baada ya mume wa dada yake kuwa rais wa Tanzania. Ruby alikuwa anauliza pale swali. Na sio kurejea pekee, alifungua pia na makampuni. Ni kwa nini hakufanya kabla ya hapo? Gedati aliongeza kuuliza pale swali. Nafikiri kwamba alichokelenga hapa ni kuficha biashara zake haramu nyuma ya mgongo wa dada yake ambaye ni mke wa rais, ili kusudi hata pale ambapo atakapoingia katika matatizo, basi nguvu ya dada yake ipate kumsaidia.
na taarifa inatuonyesha kwamba mara baada ya kuja nchini Tanzania alifunga ndoa na Elisha ambaye alishawahi kufungwa huko South Africa kwa makosa ya kutakatisha fedha. Huyu naye amejificha katika mwamvuli wa utumishi wa Mungu, lakini na yeye yumo katika genge la uhalifu, na ndio maana anakubali mke wake kwenda katika klabu ya usiku na kurejea usiku. Anajua vizuri kabisa kile ambacho mke wake anafanya. Alikuwa anazungumza pale gosugosu. Unafikiri kwamba dada yake mke wa rais atakuwa anajua kitu gani ambacho mdogo wake Shonda anafanya? Kusema kweli kabisa, mpaka sasa naweza kusema kwamba hatuwezi kujua mpaka tutakapofanya uchunguzi zaidi. Kama na yeye atakuwa anashirikiana pia na mdogo wake, basi lazima tuwatazama pamoja. Na ni kitu gani ambacho kinafuata kwa sasa? Kwa sasa naona kabisa kwamba Shonda hakuna chochote ambacho anaweza kutueleza. Ushauri wangu ni kwamba tufanye uchunguzi usiku huu wa leo kujiridhisha kile ambacho kinafanywa na kampuni yake ya usambazaji, kama ni kweli kabisa wanajihusisha na usambazaji wa dawa za kulevya. Na kama tutapata ushahidi kwamba Shonda anajihusisha na hii biashara ya dawa za kulevya, basi usiku huu wa leo taarifa zitamfikia dada yake pamoja na mheshimiwa rais pia. Pengine dada yake anaweza akatusaidia kumfungua na tukamfahamu mtu aliyemtuma ile barua kwenda kwa IGP Manuma. Na ni namna gani sasa tutaweza kupata ushahidi wa kile ambacho kinafanywa na kampuni ya Shonda? Ruby alikuwa anauliza pale swali. Kwa mujibu wa Bwana Sirilo, anasema kwamba mizigo katika ofisi yao hupelekwa usiku. Hatuna uhakika kama ni kweli hilo ambalo anazungumza, lakini kwa sasa tuamini hivyo. Kuna yule jamaa msimamizi wa Peter, yeye bado hajapatikana, na yeye ndio ambaye anapokea mizigo na kuwapatia wasambazaji. Yule jamaa yuko chini ya Sirilo. Kwa hivyo ili kusudi tumpate, ni lazima tumtumie Sirilo. Tutampanga, atampigia simu na kumwomba wakutane. Watakapokutana tutamchukua yule jamaa na kumhoji kama kuna mizigo imeingia. Atatupeleka mahali ambapo mizigo ipo. Tutakagua kujua ndani ya hiyo mizigo kuna kitu gani. Alikuwa anazungumza pale Papi gosugosu na ukimya ulitanda. Basi sawa jamani, tufanye hivyo. Alikuwa anazungumza pale Maritini. Laini yake ya simu tutaiweka katika simu yako gosugosu, ambayo ina programu maalum ya kuzuia kujulikana mahali ulipo, ili kusudi hata kama wenzake watamtafuta wasijue kabisa mahali alipo Sirilo ni wapi. Ruby alikuwa anazungumza vile. Laini ya simu ya Bwana Sirilo ilichukuliwa na ikawekwa katika simu ya Papi gosugosu. Wakamfuata Sirilo na kupewa maelekezo kitu cha kufanya. Alitafuta jina la Adamson na kisha kumpigia. Sirilo alikuwa anazungumza vile kwa mshangao mkubwa sana jamaa aliyepokea simu huko upande wa pili wa simu. Adamson, ni mimi Sirilo, vipi unaendeleaje? Sirilo, vipi, uko wapi sasa na uko salama? Adam, mimi niko salama, lakini sio salama sana. Kuna mchezo tulichezewa tukavamiwa, vijana wangu wote wakauawa. Ni simulizi ndefu sana kusema kweli. Pole sana Sirilo. Kwa sasa uko wapi? Kwa sasa niko mahali tu nimepata hifadhi nikiuguza majeraha niliyoyapata. Lakini sasa kuna mambo nilikuwa nahitaji msaada wako Adam. Naomba tukutane na kueleze unisaidie, lakini pia nikueleze mkasa wote jinsi ulivyonikuta. Sawa, hakuna shida kabisa Sirilo. Kwa hivyo tunakutana wapi? Alikuwa anauliza pale swali Bwana Adamson kutokea huko upande wa pili wa simu. Sirilo alimwelekeza Adamson mahali pa kukutana alipoelekezwa na akina Papi gosugosu. Basi sawa Sirilo, hakuna shida. Tukutane hapo. Nakushukuru sana Adam. Alikuwa anazungumza pale Sirilo na kisha kukata simu na kumrejeshia Papi gosugosu. Tunakwenda na wewe sasa Bwana Sirilo. Utatusaidia kumpata huyo Bwana Adamson. Alikuwa anazungumza pale gosugosu. Maandalizi yalifanyika vizuri kabisa na kisha waliingia kwenye gari na kuondoka. Nyumbani hapa walibaki Ruby pamoja na Maritini. Dakika 10 tu baada ya kina Papi gosugosu kuondoka, simu ya Ruby ilikuwa naita. Ilikuwa ni namba ngeni tu ambayo haikuwa na jina. Halo?
Alikuwa anazungumza vile Ruby. Halo Ruby. Matayo? Ruby alishtuka sana baada ya kuitambua mara moja sauti ile. Sikiliza vizuri kabisa Ruby. Waambie wakina Papi Gosugosu wasiende huku ambako wanakwenda sasa hivi. Warejee kambini mara moja. Kila kitu ambacho wamezungumza mimi nimekisikia. Huku ambako wanakwenda kumeandaliwa shambulio la ghafla. Matayo? Alikuwa anaita vile Ruby na huku bado akiwa katika mshangao mkubwa. Ruby, fanya kama vile ambavyo anazungumza, sawa? Alikuwa anazungumza vile Matayo kwa sauti ya ukali na kisha kukata simu. Ruby alibaki alikuwa amepigwa tu na butwa. Ruby, vipi tena, kuna kitu gani? Alikuwa anauliza vile swali Maritini. Matayo amerejea Maritini. Matayo? Ndio. Na ndio aliopiga simu hapa na kunipatia maelekezo. Anasema kwamba wakina Papi Gosugosu warudi mara moja, wasiende huku ambako anakwenda kwa sababu kuna shambulio limeandaliwa. Sijaelewa Ruby, ni kwa nini akina Gosugosu warudi? Matayo yeye amesema kwamba yuko wapi? Hajaniambia mahali alikuwa ni wapi. Sasa kama ameweza kupiga simu na kutoa angalizo kama hilo, inamaanisha kwamba yuko sehemu salama. Ni kwa nini hataki kuja kwetu kuendeleza mission? Maritini alikuwa anauliza pale swali. Maritini, kwa sasa tufanye kwanza kile ambacho Matayo ameelekeza tufanye. Akina Papi Gosugosu anatakiwa kujulishwa mara moja ili kusudi wasitishe safari ya kwenda kuonana na Adamson. Alikuwa anazungumza vile Ruby na huku alikuwa anatafuta namba ya Gosugosu. Lakini Ruby, subiri kwanza. Wanachokwenda kufanya akina Gosugosu kina umuhimu mkubwa sana kwetu. Kwa hivyo kabla hujafanya kitu chochote, mpigie kwanza simu Matayo katika namba aliyotumia kukupigia ili kusudi mimi nipate kuzungumza naye anieleweshe vizuri. Alikuwa anazungumza vile Maritini. Ruby aliipiga ile namba ya Matayo lakini sasa haikupatikana. Haipatikani tena. Ruby, hebu ngoja kwanza. Niambie kila kitu ambacho Matayo amezungumza, neno kwa neno. Alikuwa anazungumza vile Maritini. Ni kweli kabisa Ruby alimweleza Maritini kila kitu ambacho Matayo alikuwa amezungumza kwenye simu. Maritini alifikiria kidogo na kisha kuzungumza. Ruby, hatuwezi kabisa kufanya hicho ambacho Matayo amesema tufanye. Hatuwezi kuwarudisha akina Papi Gosugosu hapa. Ni lazima waendelee tu na misheni yao. Lakini sikiliza Ruby. Maelezo ya Matayo yanaonyesha wazi kabisa kwamba yuko undercover sehemu fulani. Na huko ndiko ameweza kupata taarifa kwamba akina Gosugosu wanakwenda kukutana na shambulio baya. Inawezekana yuko katika mtandao wa watu ambao sisi tunawasaka. Kwa hivyo kama tutasitisha misheni yake na Papi Gosugosu kwenda huko, hao jamaa watajua kwamba ni lazima kuna mtu amewapatia taarifa, na ndio maana wakasitisha ghafla kwenda kuonana na Adamson. Kwa hivyo kama watajua kwamba kuna mtu ametoa taarifa, basi Matayo atakuwa katika hatari kubwa sana. Kwa sasa Maritini, unamaanisha kwamba tuwaache wakina Gosugosu wakashambuliwe ama? Kwa ajili ya kumlinda Matayo hatuna namna ya kufanya zaidi ya kuacha akina Gosugosu waendelee tu na misheni yao. Hapana kabisa Maritini. Matayo mwenyewe amesema kwamba tuwajulishe wasiende, kumeandaliwa shambulio la kushtukizwa. Sasa wewe ni nani unapinga kauli ya Matayo Maritini? Napinga kwa sababu tunatakiwa kumlinda Matayo kwa kila namna tuwezavyo. Ni wazi kabisa kwamba Matayo yuko katika mtandao wa hawa jamaa, lakini hawajamjua bado ni nani. Kama watamjua kwamba ndiye aliyevujisha taarifa, ni lazima watamuua. Yeye ndio tegemeo letu kubwa kabisa kwa sasa katika kumpata Novemba 11. Kwa hivyo hatuwezi kumwacha akaingia katika hatari. Ikilazimu kuwatoa wenzetu sadaka, lazima tufanye kama hivyo kwa ajili ya maslahi mapana zaidi. Alikuwa anazungumza bila Maritini. Ruby akamtazama Maritini kwa hasira. Hivi Maritini, kweli kabisa na wewe ndiye ambaye unathubutu kutamka maneno kama haya?
Ruby, katika hii kazi kuna wakati tunalazimika kufanya maamuzi magumu kwa ajili ya kulinda maslahi makubwa zaidi. Sasa kwa ajili ya kumlinda Matayo, tutalazimika kufanya maamuzi magumu ya kutowarudisha akina Gosugosu hapa. Wale ni wapiganaji, watakachokutana nacho huko watakikabili. Alikuwa anazungumza bila Martin bila kuonyesha hata chembe ya masiara. Kusema kweli kabisa siamini hiki ambacho nakishuhudia hapa Martin. Hivi unaweza vipi kumsaliti mkuu wako namna kama hii kwa kutofanya kile ambacho anaagiza Martin? Mimi sijamsaliti mtu yoyote ule Ruby. Matayo anajua hatari inayokwenda kuwakuta akina Papi Gosugosu huko ambako anakwenda. Na ndio maana akatoa maagizo kwamba tuwazuie wasiende huku anakoelekea. Lakini wewe unapinga kauli yake. Huoni kama huo utakuwa ni usaliti? Huu sio usaliti Ruby. Haya ni maamuzi sahihi kabisa. Nina uhakika wa 100% kwamba hata Matayo mwenyewe atakubaliana nao. Matayo hawezi kabisa kukubali ujinga kama huu Martin. Mimi namjua Matayo zaidi ya vile ambavyo namjua wewe Ruby. Tulipata wote mafunzo na nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana. Najua vizuri kabisa na kitu gani ambacho anafikiria. Martin, tuache mzaha. Tunajulisha akina Gosugosu kile ambacho kinakwenda kutokea ili kusudi warejee mara moja hapa. Hapana Ruby. Hatutawajulisha chochote kile. Watakachokutana nacho huku watakabiliana nacho. Lakini wanakwenda kufa Martin. Matayo sio mjinga mpaka akasema kabisa kwamba tuwarudishe nyumbani. Matayo hayuko katika nafasi ya kufanya maamuzi kwa sasa Ruby. Mimi ndiyo mwenye kufanya maamuzi kwa kuzingatia nini ambacho tunakihitaji. Kwa sasa Martin, wewe uko tayari ndugu zetu washambuliwe ama hata kuuawa? Ruby, haya ndiyo maamuzi yangu. Alikuwa anazungumza pale Martin. Ruby akamtazama Martin kwa hasira na kisha kuzungumza. Sikiliza vizuri kabisa Martin. Hii ni misheni yetu sisi. Hapa tumekuja kupata hifadhi tu basi, kwa sababu tunaamini kwamba kiongozi wenu ni Matayo Mulumbi. Kwa hivyo hatuna maamuzi juu ya jambo lolote lile. Hata rais alimtaka Gosugosu ndiye awe kiongozi wa misheni hii. Kwa hivyo ninampigia Gosugosu simu kumwambia kile ambacho Matayo amezungumza. Ruby, tafadhali sana usifanye kabisa hicho ambacho nataka kufanya. Alikuwa anazungumza pale Martin, lakini sasa tayari Ruby alikuwa ameshashika simu yake akitafuta namba ya Gosugosu ili kusudi ampigie. Lakini ghafla Ruby alipigwa pigo moja zito ambalo lilimpeleka sakafuni na kupoteza fahamu pale pale. Martin akaokota simu ya Ruby na kisha kuizima, na kisha akamnyanyua na kumpeleka kwenye chumba, akamtupa kitandani na kufunga kabisa mlango kwa nje. Mara tu mlango ulipofunga kwa nje, Ruby akafumbua macho huko ndani. Nahisi kizunguzungu na maumivu makali sana ya kichwa. Utadhani ya kwamba nimepigwa na chuma kwa namna mkono wa yule jamaa ulivyo mgumu. Matayo alisema kwamba hawa jamaa wote wamepitia kozi ya ukomando na wamepitia mafunzo makubwa sana ya kijeshi. Kwa hivyo sio watu wa kuwafanyia masiara. Na ndio maana nikaamua kujifanya kama nimepoteza fahamu. Alikuwa anawaza pale tu Ruby, na huku alikuwa anainuka kitandani, akanyata mpaka mlangoni na kutega sikio, lakini hakuna chochote ambacho alisikia. Ni kwa nini Martin hataki akina Papi Gosugosu wajulishwe kuhusu hatari ambayo wanakwenda kukabiliana nayo? Kwa sababu Matayo mwenyewe amesema kwamba tuwajulishe akina Papi Gosugosu wasiende huko. Lakini Martin hataki. Yuko tayari wenzetu wavamiwa na kisha kuuawa. Hapana, mimi sikubaliana kabisa na jambo hili. Mpaka Matayo anatoa tahadhari kama hiyo, anajua kabisa kwamba kinachokwenda kutokea huko sio kitu kizuri. Ni lazima nihakikishe kwamba anawapatia taarifa akina Papi Gosugosu mara moja. Alikuwa anazungumza pale tu mwenyewe. Ruby akajipapasa mfukoni, hakuwa na simu yoyote ile. Simu yangu ameichukua ndio, lakini alisahau kuchukua saa.
hafahamu kabisa umuhimu wa hisa. Alikuwa anawaza vile Ruby na kisha kubonyeza kitufe cha hatari, akijua kabisa lazima Papi Gosugosu atapata taarifa kupitia saa yake. Zilikuwa ni saa ambazo zilikuwa zimewekewa programu maalum ya mawasiliano. Kama mmoja wao angekuwa katika tatizo, basi angebonyeza kitufe kidogo na taarifa ingetumwa katika saa za wenzake wote ambao wangeanza kumtafuta mara moja kujua mahali alipo na kwenda kumwokoa. Hapo sasa naamini kabisa kwamba Gosugosu atakuwa amepata taarifa kupitia saa yake, na inawezekana kabisa akairisha safari na kurejea kuja kuniokoa, akijua kwamba niko katika matatizo. Na kinachofuata hapa ni kutafuta namna gani ya kuweza kutoka humo ndani ya chumba. Natakiwa kuhakikisha kwamba naipata simu yangu, kwa sababu Matayo anaweza kunipigia tena. Wacha kwanza ni ufungue mlango nitoke humo ndani, na chochote ambacho kitajiri nitakabiliana nacho. Alikuwa anawaza vile Ruby na kisha kuvua kiatu chake cha mguu wa kulia, akafungua kisigino cha kiatu na kisha kutoa vifaa fulani kwa ajili ya kufungulia kitasa. Na kusema kweli kabisa, namshukuru sana Matayo kwa sababu amenifundisha mbinu nyingi sana za kijasusi na kunitaka muda wote niwe katika utayari wa kukabiliana na hatari yoyote ambayo inaweza kunipata. Alikuwa anawaza pale tu Ruby, na huko alikuwa anaelekea mlangoni. Maritini huko aliko, baada ya kumfungia Ruby chumbani, akarejea tena ofisini kwake, akaketi kwenye kiti. Alifikiria kwa muda na kisha akainuka na kwenda katika chumba ambacho alikuwa Shonda, akavuta kiti na kisha kuketi. Vipi, unaendeleaje mama? Alikuwa anauliza pale swali Maritini kwa sauti ya upole. Shonda alimtazama kwa hasira na hakujibu chochote kile. Mama, mimi nipo hapa kwa sababu nataka nikusaidie, na nitakusaidia kama tu utakuwa tayari kushirikiana na mimi. Nitakupatia mpaka simu uwasiliane na mume wako, umjulishe kwamba uko salama, na ninaweza hata kukuacha ukaenda zako. Lakini sintoweza kufanya hivyo mpaka pale na mimi nitakapopata kitu ambacho nahitaji kutokea kwako. Alikuwa anazungumza pale Maritini. Shonda aliendelea kumtazama Maritini kwa hasira bila kumjibu chochote kile. Mama, wale wenzangu waliokuwa wanakutesa wote wameshaondoka. Kwa sasa niko na nafasi ya kuweza kukuacha huru kama tu utakuwa tayari kunisaidia mambo machache tu. Kwa hivyo itumie hii fursa kama kweli kabisa wanataka kuondoka salama mahali hapa. Ninakuhakikishia kabisa kwamba wale jamaa wakirejea hapa watakutesa sana. Alikuwa anazungumza pale Maritini. Ninyi ni wakina nani? Shonda alikuwa anauliza pale swali. Kutufahamu sisi sio jambo la msingi sana kwa sasa, lakini kile ambacho unahitaji ni namna ya kutoka mahali hapa. Labda nikuweke wazi tu jambo moja mama, ambalo naamini kabisa kwamba hulijui. Yule jamaa aliyekuwa anakutesa hapa asili yake ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ameishi misituni na kundi la waasi wanaopigana na serikali ya Kongo tangu akiwa na miaka 8 tu. Ni mtu mkatili sana, ambaye kutoa roho ya mtu kwake ni kama kunywa maji tu. Kwa hivyo nakuhakikishia wazi kabisa kwamba kama atarejea hapa kwako mara ya pili, utakuwa na wakati mgumu sana. Utamweleza kila kitu ambacho anahitaji kwa hiari yako mwenyewe. Ataanza kukuondoa kiungo kimoja baada ya kingine katika mwili wako mpaka pale watakapoamua kuzungumza kila kitu ambacho anataka. Kwa hivyo tumia vizuri hii nafasi ambayo nakupatia mama. Alikuwa anazungumza vile Maritini. Shonda alifikiria kidogo na kisha kuuliza swali. Ni kitu gani ambacho unahitaji kutokea kwangu? Mimi sitaki kabisa kujua biashara zako ambazo unafanya, na sitaki kujua jambo lako lolote lile. Lakini kile ambacho nahitaji kujua ni je, katika mtandao wenu kuna mtu anaitwa Matayo Mulumbi? Mtandao gani? Shonda, mimi najua vizuri kabisa kwamba una mtandao wako wa biashara. Sitaki kujua chochote kuhusu mtandao huo. Lakini kile ambacho nataka kujua ni je, kuna mtu anaitwa Matayo Mulumbi katika mtandao wenu? Mimi sina mtandao wowote ule. Shonda,
Huyu mtu ambaye nakwambia hapa ni mtu hatari sana. Kwa hivyo kama yupo katika mtandao wenu, basi tambua wazi kabisa kwamba sio mwenzenu, ni jasusi. Mimi sielewe kabisa ni kitu gani ambacho wanazungumzia hapa. Mimi sina mtandao wowote na wala simfahamu mtu yoyote ambaye anaitwa Matayo Mulumbi. Nisubiri hapa, nakuja. Alikuwa anazungumza pale Maritini, akatoka na kisha kuelekea ofisini, akaichapisha picha ya Matayo Mulumbi na kisha kurejea katika chumba ambacho Shonda alikuwemo. Akamwonyesha picha ile. Mtu mwenyewe ni huyu hapa. Unamfahamu? Yuko katika mtandao wenu? Alikuwa anauliza pale swali Maritini. Mimi simfahamu kabisa huyo mtu, alikuwa anajibu vile Shonda. Shonda, narudia tena kukuhakikishia kwamba sina tatizo kabisa na wewe. Mimi shida yangu ni huyo mtu ambaye nimekuonyesha kwenye picha. Najua kabisa kwamba yuko katika mtandao wenu, kwa sababu anajua kila kitu ambacho kinaendelea kwenu. Mimi nasema kwamba simfahamu huyo mtu wala sina mtandao. Mbona unielewi? Kwa nini hutaki kunielewa? Shonda alikuwa ni mkali. Maritini alimtazama Shonda na kisha kushusha pumzi ndefu, alafu akazungumza. Bwana, sote tunajiuliza maswali kwamba lengo la Maritini hapa ni lipi? Alikuwa anataka kuwasaliti wenzake ama alikuwa anatafuta njia ya kuwasaidia wenzake waupate haraka huu mtandao wa Shonda? Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya kwanza katika msimu wa pili wa Novemba 11. Tutajua pia hatima ya kina Papi Gosgoso huko ambako anaelekea. Lakini pia tutajua hatima ya Shonda ambaye sasa tumejua kumbe ni mdogo wake na Dr. Frola ambaye ni mke wa Rais Dickson Mazwalo. Lakini pia tutajua hatima ya Matayo Mulumbi, kama huko aliko yuko salama ama aliko ameshikiliwa